Habari, endelea kubarikiwa na mafundisho ya mtumishi wa Mungu Loti Mgabwa. Usisahau subscribe. Mimi nikuulize swali. Mamlaka yako ulimwengu wa roho, wewe unaipatia wapi? Ndio maana usije ukapambana na mtu ambaye umjui mamlaka yake inatokea wapi. Usifight naye. Umekutana naye kwenye daladala, umekutana naye sokoni, umekutana naye kanisani, na ghafla ameanzisha vita na wewe na hujajua mamlaka yake naipata wapi. Don't fight with him more. Kwa sababu huyu kama ni mwanamke wa Sidoni na alitafuta mamlaka yake kwenye madhabahu ya Sidoni, na wewe haukuwa na mahali ambapo unatoa sadaka zako kutafuta mamlaka yako, hauwezi kwenda. Mimi nataka kuja giant liinuke hapa katika jina la Yesu. Watu watakuinua vita, lakini unajua mamlaka yako inatokea wapi? Nguvu zako zinatokea wapi? Uwezo wako unatokea wapi? Unafungua biashara hii na unafungua kama hiyo. Unajua mamlaka yako. Wale wa mama wakatoa sadaka zao. Nasema leo kuna kitu kitachiwa katika jina la Yesu. Jambo la tatu. Sadaka za namna hizi zinafanya kazi gani? Inanyamazisha kila maneno yaliyoinuliwa juu yako. Sadaka za namna hii, neno la Mungu linasemaje? Gideoni wakamnunulia maneno, wakasema huyu jamaa lazima tumkamate tumpige. Lakini over suddenly kuna watu wamekuchafua, kuna watu wamesema maneno mabaya. Over suddenly maneno yote yaliyoinuliwa yakanyamazishwa. Mimi najisikia upako leo. Kila maneno tulioinuliwa kuchafuliwa, nasema tutanyamazisha kwa jina la Yesu. Kila kikao kilichokaliwa kutuharibu, nasema tutakinyamazisha kwa jina la Yesu. Walikaa kikao, wakasema aliofanya jambo hili ni nani? Wakasema ni Gideoni. Wakapanga kikao, wakasema tumfuate Gideoni. Wanaenda kwa Gideoni, watu wale wakanyamaza kimya. Lika basanto kaliba sonto lika shenteli kabo santa. Aya, maneno waliokaa, nasema kwa sadaka hizi kila maneno tutanyamazisha kwa jina la Yesu. Kwa sababu gani? Kuna mahali unapata authority. Kuna mahali unapata authority. Alikasha. Hebu dadangu, Mungu vitu ni vingi, afu nasikia mpako hapa. Jambo la nne. Inakutambulisha katika mazingira ambayo watu walikuwa hawakujui. La kwanza, la pili, walikukataa. Ya tatu, walikuwa na maskini. Ya nne, walikuwa na mdogo. Ya tano, walikuwa na ufai. Inakutambulisha. Gideoni, familia yao ilikuwa maskini. Watu wasema katika nchi hii familia peke yao ni maskini. Unisikize kitu, umaskini sio mtu, umaskini ni hali. Watumishi mmenielewa vipi hapa? Umaskini sio mtu, umaskini ni hali. Na utajiri si mtu, utajiri ni hali. Kwa hiyo you can change the atmosphere. Yeyote anaweza kubadilisha atmosphere in any time. Utajiri sio mtu, utajiri ni hali. You are not titled as the poverty and you are not titled as the rich, but it's a atmosphere. Hakuna mtu ambaye anachapa hapa ameandikwa huyu ni maskini mpaka anakufa, huyu ni tajiri mpaka amekufa. Hayupo. Anyone, yeyote yule atakaye connect na wingu alinabadilika. Sema mimi I'll never die poor. Sitakufa maskini. Nasema sitakufa maskini. Kama Manase, kabila zima la kwake walikuwa ni maskini, lakini Gideoni akabadilisha
cha mchezo. Mimi nitabadilisha. Hali kabasanto likabasaka. Nasema hakuna hali itakayoshikilia. Nasema hakuna hali itakayokushikilia. Leo nisikilize mtumishi wa Mungu, hata tusipoomba najisikia upako wa kufundisha. Nasema hakuna hali itakayotushikilia. Wakati naomba hapa ili nipande, Mungu akazungumza kitu. Akasema hivi, Loti, kuna kitu nilikuwa nakuwaza. Kuna hela nilikuwa nawaza. Nasema hii hela itakuwaje? Akamwambia hivi, unajua hela zote ni za kwangu. Hagai inasema fedha zote na dhahabu zote ni mali ya Mungu. My sister and my brother, if you know that every money, including dollars, poundi, haijawahi kuwa ya nchi, haijawahi kuwa mwanadamu. Ase, nisikize nikwambie kitu, haipo fedha yoyote ya mtu. Why are you down? Why unakata tamaa? Wakati Mungu anasema ndani yangu, nikasema kumbe hii ile anaweza nikailipa with no stress, kwa sababu kumbe si ya mtu. Hata kama anadai, kumbe si ya mtu. Unajua wakati nakaa hapa, ikaja Zaburi 24 akasema, Loti, hakuna fedha ambayo itawahi, haipo. Ndio watumishi wa Mungu, je, mnanielewa vizuri hapa? Nasema kuna giant itatoka huko ndani leo. Hakuna fedha ya mtu. Dadangu, hebu nisomee Wafalme wa Pili sura 4 pale. Nivumilie kidogo. Nasikia kuna upako wa kufundisha hapa. Leo hata tusipoomba, watumishi wa Mungu, mnisikilize haya maneno. Nataka kuna mtu atoke hapa ajue kumbe what I need is authority. Nachohitaji ni mamlaka tu. Asema nanyi mtaita vitu msivyovijua na vitakuja. This is a matter of authority. Nasema it's a matter of authority. Nasema it's a matter of authority. Tutaita vitakuja. 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 It's a matter of authority. Sema nakataa kuomba. Nitaita vya kwangu na vitakuja. Nitaita vitakuja. Watumishi wa Mungu, nisikilize, chochote ambacho akijaja kwenye maisha yako haujakiita, ulikiomba. There is a difference kati ya kuita na kuomba. Neno la Mungu linasema mtaita, mataifa usiyojua yatakuja. Utaita. Kalika santo leka basanto rakapa. Rika sonto koliba santa. Nasema jioni ya leo ni jioni yetu ya matokeo. Wafalme wa Pili sura 4. Yes, Mungu ananiambia kitu hapa. Anzia mstari wa 8 hapa. Wafalme wa Pili sura 4 mstari wa 8. Nataka nikuonyeshe mifano. Inasemaje? Ndio. Ndio, mwenye cheo. Ndio. 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 Na kuomba. Ndio. Ndio. Na meza, na kiti, na kinara cha taa. Ndio. Akalala. Ndio. Yule mama Shumani. Ndio. Akasemaje? Sema naye sasa. Ametoa sadaka yake ya kututunza sana. Nini kikatokea mamangu? Atendewe nini huyu? Ni watumishi, sio aombewe neno kwa mfalme,
au kwa amiri ya jeshi nini mamlaka. Yaani hii ni zaidi ya CDF, ni zaidi ya presidency. Akaseme aombewe neno kwa mfalme au kwa amiri jeshi. Gehazi Elisha anamuuliza Gehazi, anamwambia I know my authority as a man of God. Huyu mama anaweza akapata chochote anachokitaka. Akasemaje? Akasemaje? Atendewe nini? Akajibu, ana mwana mzee kachoka, kamwite mlangoni. Akasemaje? Panapo wakati huu. Ona maneno hayo, ana cheo, ana hela, ana mtoto, ana watoto, ana pesa. Sisi hatutapungukiwa. Tukutane tena siku ya kesho kwa mafundisho mazuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu Loti Mgabwa. Anamwambia huyu mama ana cheo, subscribe. Amen. Lakini ana mtoto. Atendewe nini?